Labda nitoke hapo kwenye madhehebu yale ya upadrisho, lakini pia nigusie tena sehemu nyingine kidogo inayomhusu padri, hasa katika zile ahadi. Tunaona kuna tofauti pia hapa kidogo. Pengine na wewe kama padri unaweza ukanisaidia kuniweka sawa hapa na watazamaji wetu. Tunao mapadri wa shirika ambao wao huwa tunasikia wanaweka nadhiri na kuahidi kutii kwa askofu wa jimbo husika. Lakini mapadri wa jimbo huwa tunasikia wanaweka ahadi. Kuna haya mambo mawili, nadhiri na ahadi. Pengine kama unaweza kutuambia walau hata kwa ufupi, kwa ambao hawaelewi, tunapozungumzia nadhiri kwa padri, ahadi kwa padri, ni kitu cha namna gani? Alafu tutaona sasa wewe uliweka ahadi zipi. Nashukuru sana. Kimsingi mambo haya mimi ningeweza kusema katika msingi wake kabisa ni jambo lile. Ni jambo lile, ahadi ya utii, ufukara na usafi wa moyo. Sisi tunaweka ahadi, wenzetu tunaweka nadhiri. Wote tunaongozwa na tunadaiwa kuyaishi. Tena sio hao, hata waumini sisi pia. Kwa sababu yale ambayo yanaitwa ni nadhiri ni mashauri ya Injili. Kwa hiyo mashauri ya Injili kwa kila mbatizwa. Lakini basi yanawekwa, lugha inabadilika kwa sababu msisitizo unakuwa kila mmoja kwa kadiri ya hadhi yake. Kwa Mkristo anadaiwa kuwa mtii kwa kanisa, fukara maana kutumia mali vizuri, na usafi wa moyo, kuwa mwaminifu katika kiapo. Kwa hiyo Mkristo, sasa unapokuja kwa watawa, tunajua watawa ni watu ambao wote tumebatizwa, lakini hawa ni watu ambao wamejitenga katika maisha ambao nadhani wataweza kumfuasa Kristo kwa karibu zaidi. Vivyo hivyo mapadri. Kwa hiyo labda kwenye swala la msingi kwamba nadhiri ni ahadi ambazo wawekwa wakfu wanaweka katika hayo mambo matatu, kama ikiwa ni sehemu ya mashairi ya Injili kwa hadhi yao na nafasi yao katika kanisa, katika hadhi yao katika makundi ya matatu ya wanachama wa kanisa, yani maana yake walei, wawekwa wakfu na waklelo, ili waweze kuwa karibu zaidi na Mungu kupitia utume na utumishi wao. Wanaweka nadhiri. Na sisi pia tunaweka ahadi. Katika mambo hayo tunachokiishi ni kile, lakini basi naelewa tunaposema kwamba wao ni nadhiri, sisi ni ahadi. Kile kifungo kwa namna fulani ule uzito wake tofautiana. Mimi naweza nikasema, kwa mfano, mtawa haruhusiwi kumiliki kitu chochote kama chake binafsi. Na nikisema kitu chochote labda nitakuwa nimezidisha. Hapa mambo ambayo ni ya mtu binafsi kwako. Huwezi kusema basi kwa kanzu wavaliani, kwa sababu kanzu lazima upime ya kwako, urefu wako, unene wako na nini. Lakini nataka kusema kwamba katika vile vitu vya kumiliki labda usafiri na nini, wao vitu vyote vinamilikiwa ni vya jumuiya, watawa. Lakini ukija kwetu sisi mapadri wa jimbo, kwa mfano mimi nitoa mfano katika hilo swala umiliki. Mimi napoweka ahadi katika mambo haya, kwa mfano kama ni ufukara, naweka ahadi. Mimi naweza nikapewa gari ambalo linaweza likaonekana kwamba kwa kipindi hicho mimi niko hai nalimiliki, ni gari langu. Lakini mwingine anaweza kalitumia kwa sababu lengo ni kwa ajili ya uinjishaji, napewa kwa ajili ya uinjishaji. Ila mimi napoweka ahadi yangu, mimi najiweka kuwa mali ya jimbo, na chochote ni mali ya jimbo. Mtu yote ambaye atakuwa alinisaidia kitu ambacho wakati naishi itaonekana ni changu, kwa sababu ile lengo ni uinjilishaji. Ikitokea kwamba nimefikia mwisho wa maisha yangu, kile kitu sio mali yangu, kwa maana kwamba ndugu zangu watakuja kukichukua, kinabaki jimboni. Unaona hiyo tofauti? Wakati wale washirika wao kila walicho nacho ni mali ya jumuiya. Kwa hiyo wote tunaziishi hizi ahadi tatu au nadhiri tatu, ila wao wanaziita nadhiri, sisi tunaita ahadi. Wote tunaziishi hizi, ama ni ahadi au ni nadhiri, kwa namna ile, ila kunakuwa na tofauti kidogo wa ule mtindo wa namna ya kuziishi. Labda sisi tunaweza tukasema sisi kwa namna fulani imelegezwa kidogo, samahani kama nitakuwa ni imelegezwa kidogo, lakini katika umiliki wa vitu, katika hii nadhiri ya ufukara. Kwa hiyo hata sisi tunaziishi hizo nadhiri kama wao, ila kwa namna hiyo. Na sisi mapadre wa jimbo tunaishi ili kusudi kama mababa wa kiroho tuwe mfano hata kwa watawa ambao tutawaongoza kiroho, tuwe mfano hata kwa walei
wa namna nzuri ya kutumia mali. Kwa hiyo hicho nilichosema, kama nilivyosema, ni vigumu sana kutoa maana ya moja kwa moja kwamba nadhiri ni nini, ahadi ni nini, ila kama ningesema ni kitu kile kile kwamba ni mashauri ya kiroho, ila yanaishi kwa utaratibu, utamaduni au msisitizo tofauti, na si kwa watawa tu, na si kwa waklero tu, hata walei kwenye maandiko matakatifu haya yamewekwa kama mashauri ya Injili. Watawa wataita wao nadhiri, maana yake waishi kwa msisitizo fulani kulingana na maisha yao ya kiroho ya mashirika yao, na sisi mapadi kwa kufuata maisha ya kiroho ya padi wa jimbo. Kuna mfumo wa kiroho wa maisha ya kitawa ya jumla, lakini watawa katika shirika hili kunakuwa na roho ya shirika. Ndiyo. Lakini pia karama ya shirika, sawa kabisa. Lakini pia kuna maisha ya kiroho ya mapadri wa jimbo, tunaita spirituality of the diocesan clergy. Inasikia leo. Au diocesan priest unaweza kusema. Okay, sawa. Kwa hiyo sio kama nimeeleza vizuri sasa. Hapo nimekuelewa kabisa baba. Yote haya ni mashauri ya Injili ambayo tunayaishi kwa msisitizo tofauti, kwa mtindo tofauti, lakini wote tunaalikwa kuyaishi.